Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, na kusalimia wewe mtazamaji wa kipindi chetu cha da'wa na kukaribisha kuendelea kutufuatilia. Katika kipindi kilichotangulia tulizungumza mambo kadha wa kadha ambayo yanatija, bila shaka vile vile yanaongeza faida katika somo yako. Leo katika kipindi cha da'wa tunakwenda kutazamia kitu kingine kabisa, swala la subira ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna gani mtu anatakiwa kuidhibiti nafsi yake. Jina langu ni Brother Saleh, kama wengine wanapopenda kuniita Saleh Omari. Siko peke yangu, niko na mgeni wa kudumu Sheikh Musa Kundecha ambaye atakuja kutusalimia na kisha kutuambia yale aliyotuandalia katika kipindi chetu cha leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuko katika 10 la mwanzo la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. 10 ambalo limeitwa 10 la rehma. Ndio. Kwa maana ni fursa nzuri kwa wanadamu, kwa wafungaji, kwa Waislamu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufikishwa wakiwa salama wazima katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakaingia katika hili 10 la mwanzo la rehma, wakianza ibada ya saumu. Kama tulivyowahi kueleza katika nyakati tofauti, lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ibada achilia mbali kuwa ni ibada na amri ya Mwenyezi Mungu, ameipa kazi maalum kufanya kazi hiyo. Miongoni mwa kazi zinazofanywa na saumu ni kumrithisha na kumjengea mfungaji subira katika maisha yake, lakini pia kumjengea kufanya kazi ya kujifundisha namna ya kuidhibiti nafsi yake. Hili unaweza kuanza kuliona kupitia maana ya saumu. As-saumu al-imsak. Saumu ni kujizuia. Ni kujizuia kula na kunywa na matamanio kutoka inapochomoza alfajiri mpaka linapozama jua. Kujizuia huku kula na kunywa. Kula na kunywa ni katika mahitaji muhimu sana kwa mwili wa mwanadamu. Ni katika nyenzo muhimu sana zinazochangia maisha yake. Lakini vitu hivi vikiachwa horera na vikiachwa kwa mujibu wa mwanadamu kimaumbile vile alivyo, innal insana khuliqa halwa, mwanadamu ameumbwa na pupa ya kutamani, ya kutaka kila kitu awe nacho. Kwa hivyo bila kuwekewa mipaka mizuri inawezekana likawepo tatizo. Kama ambavyo Qur'ani inasema juu ya vitu vyote vilivyohalalishwa, inasema kulu washrabu wala tusrifu. Kuleni vitu vya halali, kunyweni vitu vya halali, lakini msivuke mipaka katika kula, msivuke mipaka katika kunywa. Huu ni udhibiti wa matumizi ya vitu halali, kwa sababu kila kuvusha kitu mipaka yake huja na madhara ya namna fulani. Sasa kwa tabia ya maumbile ya mwanadamu, anapenda sana vitu mbalimbali, ana tamaa ya vitu vingi sana. Kwa hivyo saumu mbali na kuwa na amri, lakini imeletwa na kazi maalum ya kumjengea mwanadamu kuwa na subira. Na jambo hili ni uniform. Jambo la saumu ndilo jambo wanaloshirikiana masikini na matajiri kwa kiwango kimoja. Jambo la saumu ndio jambo linalowafanya washirikiane kwa kiwango sawa matajiri na masikini. Kujizuia kula na kunywa kuna athari ya kimaumbile kwa yoyote. Lakini yako mambo ya ziada yanaweza kutofautiana kati ya mtu mmoja, kati ya tajiri na masikini. Masikini anatazamiwa anavyo vipindi vingi vya upungufu na ukosefu unaomfanya kuwa na njaa. Tajiri anavyo vipindi vifupi vya ukosefu unaomfanya kuwa na njaa. Kwa hivyo upo uwezekano darasa la somo la njaa na hitajio inaweza kuwa kwake liko mbali, lakini kwa saumu masikini na tajiri wote wanashirikiana kwa pamoja
kupata ukali wa hisia ya saumu na kupata somo thabiti linalomfanya kila mmoja wao aelewe. Mwenzio akikwambia na njaa, unaelewa amekwambia jambo gani, kwa sababu na wewe umeshiriki katika jambo la namna hiyo. Bila ya hivyo, upo uwezekano kuna baadhi ya watu wanaweza wakaishi hapa duniani wasijue kama lipo tatizo la njaa na wasijue kama kuna watu wanateseka na kitu kinachoitwa njaa. Kwa hivyo saumu pia inatoa elimu nzuri kwa tajiri na maskini kujua hisia za njaa namna zilivyo, na pia kumwandaa nafsi yake kuwa tayari kujitolea na kumsaidia mwingine akijua hisia za mwingine wakati wa njaa ziko namna gani. Lakini la pili, kufunga ni hiari. Ndio. Ukiangalia historia, mwanzoni kufunga watu walikuwa wanatakiwa ama wafunge ama watoe chakula kuwapa maskini. Badala ya kufunga wanatoa chakula kuwapa maskini. Hizi ilikuwa ni hatua za mwanzo, kwa sababu sheria siku zote haitakiwi kuja na ukali. Inatakiwa kuja na kuelimisha na kutaka ridhaa za watu katika kushiriki jambo hilo. Mpaka ilipofikia ufungaji ni lazima kufunga tu, huwezi tena kutoa chakula kuwapa maskini. Ni lazima kufunga tu, ama uwe una dharura ya safari au ya ugonjwa. Hii sasa baada ya kuwa jambo limejulikana, limeelezwa vizuri na tija yake imeonekana, inamwezesha kila mmoja kuona faida iliyomo mle ndani. Ndio maana Qur'ani katika lugha hii ikasema wa antasumu khairu lakum. Kufunga ni khairi, ni bora sana kuliko kufanya kitu kingine chochote, kwa sababu tija na kazi ya saumu nami inavyofanya kwa mwanadamu. Kwa hivyo elimu hii na hatua hii ya mwanadamu kwa maamuzi yake kujizuia kula na kunywa, maana yake akifanya hivyo akaridhika bila ya kuvunja miko, maana yake kujijengea tabia ya subira, ya kuidhibiti nafsi yake. Pamoja na kuwa ina njaa, bado ameiambia subiri mpaka wakati utakapofika. Pamoja na kuwa ina kiu, ameiambia subiri mpaka wakati utakapofika. Zoezi hili linapofanyika mara kwa mara, mwanadamu hujengeka tabia ya subira, ya kusubiri na kuvumilia vitu ambavyo hawezi kuvipata kwa wakati huo, anaweza kuvipata kwa wakati wa kuchelewa. Lakini kama hana tabia ya kusubiri, hilo jambo litamtesa sana. Kwa hivyo saumu humrithisha mfungaji subira, tabia ya kuvumilia kukikosa unachokihitaji mpaka baada ya muda fulani. Kama ambavyo tunavumilia kutokula na kutokunywa na matamanio hata ya halali mpaka wakati uliopangwa. Hii ni hatua nzuri ya kuilea nafsi kuwa na subira ya kupata unachokihitaji mpaka wakati uliopangwa, au kukikosa kabisa unachokihitaji na nafsi yako ikaridhika katika jambo la namna hiyo. Darasa hili wanalipata maskini, darasa hili pia wanalipata matajiri katika zoezi la kufunga. Kwa hivyo saumu ina mchango mkubwa sana wa kumrithisha mwanadamu subira, lakini kurithi subira hakuwezi kuwa kwa maamuzi ya dakika 5 au dakika 10. Mambo haya yanataka uidhibiti nafsi yako. Katika maana ya imsak ni kuidhibiti nafsi katika kula na kunywa, kuidhibiti nafsi katika matamanio ya halali. Matamanio ya halali namna gani? Kwa maana mtu na mkewe ni halali kwao kuingiliana, lakini sheria inasema kweli huyo ni mkeo na hicho mnachofanya sio kula chakula, lakini hicho nacho kinaziwiliwa mpaka wakati uliopangwa. Huko nyuma ilikuwa saumu kwa historia, ilikuwa jua likizama tu, ukisinzia saumu inaanzia pale. Ukisinzia tu saumu inaanzia pale. Huruhusiwi tena kula, huruhusiwi tena kunywa, huruhusiwi tena hata mambo ya halali, hata kuingiliana na mkeo katika hatua za mwanzo. Baadaye Mwenyezi Mungu akarekebisha kama Qur'ani inavyosema, uhilla lakum lailata siyam rafathu ila nisaikum. Mmehalalishiwa usiku wa saumu, mnaweza kufanya mazungumzo, mnaweza kuingiliana na wake zenu au mnaweza kuingiliana na waume zenu, lakini wakati huo mmekwisha kuwa tayari kuidhibiti nafsi zenu katika matamanio ya kutamania na mtu na mkewe, mtu na kitu anachokipenda,
anaidhibiti nafsi yake, haiwezi kipata kitu hicho mpaka muda fulani utakaopita. Hili ni kipindi maalum cha mwanadamu kujijengea adabu na nidhamu. Mwanadamu anapokosa adabu na nidhamu ya kwake binafsi, ni ngumu sana kuheshimu nidhamu na adabu anayopangiwa na mtu mwingine. Na ni jambo la msingi sana. Mashallah, mashallah. Bila shaka wewe ambaye unafuatilia kipindi cha dawa utakuwa umetibika kidogo leo. Sheikh anasema katika mfungo huu wa Ramadhani ambao tunasema ni chuo maalum cha marekebisho, miongoni mwa marekebisho yanayopatikana ni mtu kuidhibiti nafsi yake, kuifundisha darasa la subira. Lakini Sheikh, kuna kitu cha kufahamu hapa kidogo na ningependa utuweke sawa sawa. Wakati tunaanza ulituelekeza kwamba kufunga si tu peke yake kujizuia kula, kunywa na matamanio. Ukaenda mbali ukasema pia huku kufunga kunaenda mbali zaidi, kunafikia mpaka kuzuia viungo vingine ambavyo vilikuwa vinashiriki katika baadhi ya mambo, navyo vinakatazwa visishiriki katika baadhi ya mambo kwa utaratibu maalum. Mfano, macho kuzuiwa kuangalia haramu, masikio kusikiliza haramu na mengine ambayo umetuelekeza. Swali langu sasa katika kuliunganisha na hiki kipengele cha subira. Hii funga ya tunasemini niite funga ya daraja ya pili, maana daraja ya kwanza tuseme ndio kujizuia kula na kunywa na matamanio. Hii funga ya daraja ya pili ya kuzuia viungo vingine kutokufanya matendo ambayo pengine hayaruhusiwi kisheria mchana wa Ramadhani hata nje ya Ramadhani, nako kuna muunganiko gani na subira? Sheikh Saleh, cha kusema hapa ni kitu kimoja. Mwanadamu ni mseto wa vitu viwili. Ndio. Ni mseto wa vitu viwili, vina mahitaji tofauti yanayopatikana au yanayohitajika. Mwanadamu ni mseto wa roho na mwili. Ndio. Roho inayo mahitaji, mwili unayo mahitaji. Ukijizuia kula, umeidhibiti nafsi yako au umeudhibiti mwili wako ambao unahitaji sana chakula. Ukijidhibiti kunywa, umeidhibiti nafsi yako kwa sababu ya chakula. Lakini wakati huo utakuwa hujaidhibiti nafsi yako. Nafsi haili chakula, nafsi hainywi maji. Umeona? Kwa hivyo mseto huu unahitaji kushughulikiwa kwa pamoja. Unahitaji kushughulikiwa kwa pamoja kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman lam yada qawla zur, ambaye hawezi kuacha kusema uongo. Kusema uongo na kutosema uongo sio chakula, hakuondoi njaa wala hakuondoi kiu. Ndio. Lakini ni jambo baya linaloathiri eneo moja la mseto wa mwanadamu, eneo la nafsi yake. Unapojigeka kitabia kuwa muongo, maana yake hilo jambo kwako litakuwa baya. Kwa kawaida uongo hauishii kwa msemaji akisema. Uongo huwa ni kupindua ukweli juu ya jambo fulani linalohusu watu wengine. Kama sio kupindua ukweli unaowahusu watu wengine, huo ni upuuzi. Maana unasema jambo halina maana yoyote, hata kama sio la kweli, lakini madhali halimuathiri mtu, inakuwa ile jambo la kipuuzi. Lakini uongo ni kupindua jambo kwenye uhalisia wake unaoathiri jambo unaomuathiri mtu mwingine. Huu ni uongo. Saumu ni kudhibiti nafsi yako. Nafsi inataka kudhibitiwa. Kama ambavyo tunaudhibiti mwili kwa chakula, tunaudhibiti mwili kwa maji, tunaudhibiti mwili kwa matamanio ya kinafsi, ya matamanio ya kimwili, lakini nafsi ya mwanadamu nayo inahitaji kudhibitiwa. Tukimsema mwanadamu, tunazungumza mseto wa vitu viwili, roho na mwili. Huyu sasa atakuwa ni mwanadamu. Sawa sawa. Vyote hivi viwili katika Ramadhani hivi vina nafasi yake, vinashughulikiwa, vinadhibitiwa, vinarithishwa subira. Tunarithisha subira kwa mwili kwa kutokula na kuridhika katika nafsi. Jambo hili sio kuonewa. Jambo hili ni utaratibu na nafsi iridhike. Kama tunajua, ukiridhika unapofanya jambo unatoa matokeo mazuri zaidi kuliko kutokuridhika. Sasa nikikukanyaga kwa mfano, nikikwambia pole, nikikwambia pole natafuta ridhaa yako. Ukikubali pole niliyokupa, ridhaa hiyo huwa inakuondolea maumivu ya pale nilipokukanyaga. Usiporidhika, au nikikwambia neno jingine, nimekukanyaga nikwambia bwana vipi wewe mshamba nini?
jambo hilo kwa kutokuridhika linakuongezea maumivu makubwa pale ulipo. Mwanadamu ndivyo alivyo saikolojia yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka ridhaa zetu. Nafsi inataka kuridhishwa, mwili unataka kuridhishwa. Lakini wote hivi vinadhibitiwa. Kwa hivyo Mtume Muhammad akaweka miiko ya kuendea saumu. Tujiepushe kusema maneno ya uongo. Tujiepushe kufanyia kazi cha uongo hata kama hukusema wewe. Kwa kufanya hivyo, ukishiriki uongo, utakuwa unaziwia zoezi la kuidhibiti nafsi yako kwenda katika tabia nzuri. Kwa sababu kama tulivyosema kwenye lengo la saumu ni taqwa. Na tukasema msamiati wa taqwa kwa lugha ya Kiswahili cha mtaani ni kupenda kila lililo zuri na kuchukia kila lililo baya. Sasa nafsi kuizoesha iende huko inahitaji kupitia kwenye hatua mbalimbali. Sasa katika saumu tumo katika kazi hiyo ya kumwandaa mwanadamu kuwa mtu mwema anayefaa, anayeweza kuishi vizuri na wengine bila ya tatizo, anayeweza kujua shida ya mwenzie kwa kiwango cha ujuzi kutoka kwake. Saumu inamsaidia kumpa elimu ya kutosha ya ujuzi wa tatizo la njaa. Kwa hivyo akiambiwa kuna watu wana njaa, sio tu hilo neno, anayo elimu ya hakika kwamba mwenzangu ana njaa kiasi gani. Na ndio maana nikasema zoezi hili linawafaa kwa pamoja wakati mmoja, matajiri na maskini, bila ya tofauti ya namna yoyote. Wanajifundisha jambo hilo, na hili linajenga mahusiano mazuri sana baina yao. Wakati wa ukosefu, masikini akifika kwa tajiri akimwambia wanangu hawajala, matajiri anajua hisia za njaa, kwa sababu hata yeye ameshiriki jambo la ya namna hiyo. Lakini pia masikini anapokwenda kwa tajiri akamkuta na hali hiyo, anaikuta nafsi ya tajiri imelegezwa, imedhibitiwa na saumu, imejengewa tabia ya huruma. Manake miongoni mwa kazi za saumu pia ni kumpa mwanadamu huruma. Ni kumpa huruma na kupenda kheri. Na ndio maana tukasema, ndio maana utaona ikifika Ramadhani misikiti yote huwa nyomi. Sijui kwa huku mnasemaje, kwa watoto wa mjini wanasema nyomi. Maana misikiti inajaa sana watu. Kwa sababu gani? Nafsi zile zimedhibitiwa, zinapenda mazuri, zinapenda kheri, hazitaki vurugu. Kwa hivyo huchagua mahali ambapo patafanana na hali zao. Kwa hivyo wakienda katika msikiti wanaikuta hali hiyo kwa namna nzuri sana. Sawa. Sheikh Kundecha, nimekufahamu na bila shaka watazamaji wa kipindi cha Dawa wamekufahamu zaidi. Nilikuwa katika kufanya juhudi za kulielewa hili, nilipitia tafiti moja ya Harvard University. Wao wanasema mtu yoyote yule ambaye ana kawaida ya kufunga mara kwa mara, uwezo wake wa kustahimili maudhi pia unakuwa mkubwa zaidi. Dhahiri kabisa. Ndio maana sisi tukaambiwa kipindi cha Ramadhani ni kipindi cha wajibu. Ndio. Kwamba isitokee mtu katika kipindi ya mwaka hapati muda wa kudhibiti nafsi yake kama ilivyo katika Ramadhani. Lakini zoezi la kufunga kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu akbaru aun ala taqwa. Saumu ina msaada mkubwa sana wa kumrithisha mwanadamu tabia ya kuchukia vitu vibaya na kupenda vitu vizuri. Sasa zoezi hili haliko kwenye Ramadhani tu. Kama utafunga sunna, hapo Harvard ndio wanaposema unapofunga mara kwa mara, nafikiri wanajizuia tu kusema kufunga sunna. Hicho wanachokisema Harvard, ukizoea kufunga mara kwa mara, lugha ya dini tunasema hivi, ukizoea kufunga sunna. Sunna zipi? Unaweza kufunga Jumatatu na Alhamisi ambazo zipo kila wiki. Unaweza kufunga masiku meupe, mwezi 13, 14, 15 ambao upo kila mwezi. Kwa hivyo una nafasi ya siku 7 kila mwezi za kufunga, jambo ambalo litakufanya uingie katika tafsiri ya Harvard. Mwenye kufunga mara kwa mara ana nafasi kabisa ya kuidhibiti nafsi yake kwenye mambo mbalimbali. Asante sana mtazamaji wa Dawa, leo tukuache na hilo. Wewe ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia, usiondoke. Bado tutaendelea kuletea vyakula vile ambavyo tunasema vyakula vya roho, lakini vile vile tiba ya nafsi yako, lakini vile vile mikakati na mbinu ambazo zinaweza zikakupelekea ukawa mja bora na mwema kabisa. Lengo la kuletea kipindi hiki ni Brother Saleh, na pamoja nami mgeni wa kudumu Sheikh Musa Kundecha. Mpaka wakati mwingine tena tunasema assalamu alaikum wal afwa minkum.